Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wakati huu ambapo ulimwengu hasa wa Kikatoliki kiwa katika huzuni baada ya kifo cha Papa Francis, baadhi ya mataifa mbalimbali yamekuwa yakiguswa na kifo hicho, lakini Israel imeonekana kutokuguswa kabisa na kifo cha Papa Francis. Hata hivyo, Israel ambayo iliandika ujumbe katika Twitter zamani X kuonyesha kuguswa na msiba huo na kutoa rambirambi kutokana na kifo cha Papa, walikuja kufuta ujumbe huo. Na hii ni kutokana na hofu iliyojitokeza ambapo balozi wa zamani wa Israel katika Vatican ameeleza kufutwa kwa tweet ilikuwa ni kosa na hatupaswi kuweka alama kama hii baada ya kifo cha mtu. Miongoni mwa jumbe nyingi za rambirambi zilitumwa kutoka kote ulimwenguni kufuatia kifo cha Papa Francis. Ukimya wa karibu kabisa kutoka Israel ulijitokeza, lakini hali ikawa tofauti kabisa kwa baadhi ya viongozi wakuu. Lakini kando na taarifa ya Rais Isaac Herzog ambaye alitoa rambirambi kwa ulimwengu wa Kikatoliki na kutoa matumaini kwamba kumbukumbu yake itahamasisha matendo mema na matumaini kwa binadamu, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Mambo ya Nje Gideon Saar hawakuonyesha kuguswa na kifo cha Papa Francis wala kutoa maoni yoyote wala kutwiti kuhusu kifo cha Papa. Maafisa wa Israel hawajaficha sababu ya ukimya huo. Inahusishwa moja kwa moja na kauli za hivi karibuni za Papa kuhusu Israel na vita vya Gaza. Kimsingi, Papa Francis hakufurahishwa na kitendo cha Israel kufanya mauaji katika ukanda wa Gaza, hasa kuwa wanawake na watoto wasiokuwa na hatia, na hatimaye alieleza wazi kuiambia Israel inapaswa kuacha ukatili iliyokuwa ikiufanya. Hiki ndicho ambacho kilimkasirisha Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Katika mwaka uliopita, Papa Francis alisema kwamba kinachotokea Gaza sio vita, ni ukatili, na akashutumu Israel kwa kuwapiga watoto kwa mabomu na kuwakata kwa bunduki wanawake. Pia alidai kwamba kinachotokea Israel kina sifa za mauaji ya kimbari. Hata hivyo, maafisa kadhaa wa Israel walikosoa kauli hiyo ya Papa, na wakati huu uamuzi wao kukaa kimya kwa namna moja ama nyingine, wao wala hawakushtushwa juu ya kifo cha Papa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi mbalimbali licha ya kwamba wapo kimya, lakini wanaonesha kuchukizwa na alikuwa Papa wa Kanisa Katoliki. Wizara ya Mambo ya Nje ilichapisha kwa ufupi ujumbe kwenye akaunti za mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na X ikisema pumzika kwa amani Papa Francis, kumbukumbu yake iwe baraka. Walakini machapisho hayo yalifutwa muda mfupi baadaye, na jambo ambalo liliwashangaza wengi ulimwenguni. Mazishi ya Papa yamepangwa kufanyika Jumamosi asubuhi kwa kuzingatia ukosoaji wake wa zamani wa Israel na ukweli kwamba mazishi yatafanyika siku ya Shabati ya Kiyahudi. Bado haijulikani wazi ikiwa Israel itatuma mwakilishi rasmi. Balozi wa zamani wa Israel huko Vatican, Shuk, anaamini Israel inapaswa kuwa na mjumbe licha ya muda kuwa ni siku ya ibada za Kiyahudi. Haya yatakuwa mazishi yanayohudhuriwa na viongozi wengi wa ulimwengu. Ikiwa hatupo, yataonekana wazi na yatatuonyesha kwamba tulikuwa na ubaya na Papa. Inaweza kuimarisha hali ya kutengwa ambayo tayari imechochewa na vita vinavyoendelea na kuongeza moto kwa moto bila lazima. Hivyo lazima tuwepo katika msiba huo. Maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje waliambia Jerusalem Post kwamba tweet na jumbe hizo zilitumwa kimakosa. Tulijibu kauli za Papa dhidi ya Israel na vita wakati wa uhai wake, na hatutafanya hivyo baada ya kifo chake. Tunaheshimu hisia za waumini wake, lakini wanapaswa kuheshimu maamuzi yetu. Ni moja kati ya maelezo yaliyotolewa na maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wakiambia Jerusalem Post. Hata hivyo, kumekuwa na uhusiano mbaya kati ya Kanisa Katoliki na serikali ya Israel kutokana na kile ambacho Kanisa Katoliki linaamini kwamba kile kinachofanywa na Israel ni hali isiyotakika ulimwenguni kote, na Kanisa Katoliki mara kadhaa limekuwa likipinga kile ambacho kilikuwa kikifanywa na Waisrael. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.